والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Tumeanza kuzifasiri aya 3 za mwanzo za sura Al-Bayyina, sura yenye aya 8. Leo inshallah tuondokea kwenye aya nambari 4, ambapo Mwenyezi Mungu anasema wama tafarraqa alladhina utul kitaba, na wala hawakutofautiana wale ambao wamepewa kitabu, wakaanza kugawanya makundi mbalimbali na madhehebu mbalimbali na itikadi mbalimbali. Hawakulifanya hilo illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina, isipokuwa baada ya kuwajia wao bayana. Yani wama ikhtalafa alyahudu, na wala hawakutofautiana mayahudi, wan-nasara, pamoja na maswara, fi sha'ni Muhammadin, katika jambo la mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakufanya hivyo illa min ba'di ma ja'atuhumul hujjatul wadhiha, isipokuwa baada ya kuwajia wao hoja zilizo za waziwazi za kuonyesha kumbe hawana dini yoyote, kumbe hawana itikadi yoyote, isipokuwa kila lolalo ni batili. Maneno haya Mwenyezi Mungu amezidi kuwafedhehi Mayahudi na kuwaweka pabaya na kuwaonyesha walioko duniani wote kwamba katika taifa baya duniani ni binadamu waitwao Mayahudi. Pamoja
na wale waliofuata vichogo vyao wakawafuata ambao wamejiita manasara. Ni fedheha kubwa mno, na ndiyo maana uadui mkubwa zaidi ambao wanaopata waislamu katika upande wa dini ni kutoka kwa Mayahudi, kwa sababu Qur'ani imekuja kuwaweka pabaya sana Mayahudi. Ni kwamba kila mwenye akili yake timamu akitegea sikio Qur'ani, kama ni Myahudi hawezi kubaki isipokuwa kishajitolea potelea mbali na liwe litakalokuwa, lakini yeye hatoacha mambo ambayo kayarithi kwa wazee wake. Ni hiyo tu. Lakini je, Qur'ani hapa inazungumza hali ya Mayahudi tu? Mtume anasema wama min ayatin fi kitabillahi ma yu'nina abadan, hakuna aya yoyote ya Qur'ani kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu ambayo inatuweka mbali sisi, haitugusi hata moja, hakuna. Kwa hali hii, kosa hili walilofanya Mayahudi kutofautiana baada ya kuwajia bayana ndilo kosa ambalo walifanya wasomi wa kila aina na wasomi wa kila zama. Kosa lao ni hilo, wanasoma hata ikiwa ya bayana hasa haki iko pande gani, akitakacho Mwenyezi Mungu ni kipi, mtume wa Mungu amekuja na kitu gani. Hapo sasa hutizama kile ambacho Mwenyezi Mungu akitaka. Kama hakika upande wao, kama hayafurahishi, basi mara moja huamua kugawana, wakatafuta njia nyingine wakapita wao. Na utizama aliokuja nayo mtume, kaja na nini? Laiti kama angekuja na mambo ambayo wanataka wao, wangemfanya Muhammad kuwa ni kipenzi chao mkubwa, wangemsifu sana, wangemtukuza sana. Na mara nyingi mushrikina wamemtaka angalau mjumbe wa Mwenyezi Mungu awache baadhi ya aya za Qur'ani zenye kuwatajia vibaya waungu wao na itikadi zao, wakamwambia iti bi Qur'anin ghairi hadha, Muhammad basi lete Qur'ani sio kuwa hii nyingine, tushakukubali kwa wewe mtume, lakini Qur'ani yako unaosoma kwa hakika inatovua nguo, inatoweka pabaya, unawatukana waungu wetu hivi. Kwa hali hiyo, ukitaka tuwe pamoja na wewe, iti bi Qur'anin ghairi hadha, lete kisomo chengine isipokuwa hichi, kisiokuwa hichi, au badilhu, au badilisha baadhi aya ulete zile ambazo zitakuwa zinawafikiana na sisi. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, haiwezekani kabisa mimi Muhammad nibadilishe Qur'ani hii kwa upande wa matakwa nafsi yangu. In attabi'u, sifati nyingine mimi, illa ma yuha ilayya, isipokuwa kile ambacho kinafunuliwa siri kwangu mimi. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Bas ilibidi mtume ayekwe sawa na Mola wake, asijakayumba kwa hilo. Wakati mwingine mtume kataa kwa akubali, kwa mushrikina wengine makuraishi wa Maka akubali, angalau aje siku moja tu asimame kwenye waungu wa jadi, sura yake tu ikionekana pale pale, basi tena hakutakuwa na zogo Maka nzima ile, tena hakutakuwa na upinzani kwa watu wote wajao. Mtume wenu kasimama kayatukuza masanamu, kafanya hivi na hivi. Wakamwambia, kama utakuja siku moja tu, sisi tutakuja kuabudia Mungu wako asoonekana, huyo unomtaja na kumsifu kwa muda wa mwezi mzima, moja kwa 30. Siku yako moja, sisi tutakupa siku 30. Tutasimama kutwa mara 5, kila ikifika kwa kuswali sisi tuko nyuma yako, lakini
tuonyeshe kwamba tuna compromise baina yetu, unakubali tulionayo. Kama angekubali hivyo, wangemuonyesha kumpaka mafuta, lakini kwa mgongo wa chupa, kumdanganya. Akubali mtume kuingia kwenye mudahana, kupakana mafuta kiuongo tu. Mola wake ilibidi amteremshie maneno, amwambie hakuna kushirikiana katika mambo ya itikadi. Itikadi niliyokupa mtume wangu ni sahihi kuliko zote. Akamwambia qul ya ayyuhal kafirun, wajibu waambie enyi makafiri, la a'budu ma ta'budun, mimi siabudu vile ambavyo mnaabudu nyinyi. Wakati waziwazi jambo hilo. Wala antum, wala nyinyi vile vile, abiduna, hamtoabudu ma a'budu, yule ambaye ninamwabudu mimi. Kwa sababu kuna sharti zake ibada. Hapo mlipo nyinyi hamtokuwa hata na udhu uingie kwenye maungo yenu. Mungu wangu mimi haabudi na uchafu, itabidi mkoge, mtawadhe, na kama mtagoga mtatawadha kwa kunionyesha mimi tu, basi upuzi mtupu. Itabidi Mwenyezi Mungu anaangalia zaidi katika nafsi ya mwanadamu, anaangalia katika nia yake. Kama itakuwa Mwenyezi Mungu hayumo katika nyoyo zenu, hata mkisimama namna gani mbele yake hakubali Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hakubali ibada yote isipokuwa iliyokusudiwa moyoni na mtu, kwamba sasa mimi naelekea kwa Mola wangu, namkubali yeye na maabudu yeye peke yake. Wala antum, wala nyinyi vile vile, abiduna, hamtokuwa mnamwabudia ma a'budu, yule ambaye namwabudu mimi. Wala ana, na wala sitakuwa mimi, abidun, ni mwenye kufanya ibada kweli kweli hasa, ma abadtum, vile ambavyo nyinyi mliabudia miaka na miaka bila ya mafanikio yote. Mmepoteza wakati bure. Mimi sisimami nikaabudia kweli kweli. Kama nitakuja pale nitakuonyesheni tu. Mola wangu ni mwingine kabisa. Isitoshe, wala antum, na wala nyinyi vile vile, abiduna, hamtokuwa wa kweli katika kumwabudia na mwabudu mimi, ma a'budu, isipokuwa sasa iliyobakia, shikeni njia yenu nami mniache njia yangu. Na kama kila mmoja atakuwa yuko mwazi kabisa katika itikadi alionayo na akawa yuko huru, basi hapo kwa hakika kila mmoja awe na lake. Msiniingilie, msifanye fujo, msiwatese walioniamini na kumwamini Mola wao. Waachieni wende kwa mujibu wa imani zao, na sisi hatutokutaaradhini na mambo yenu. Lakum dinukum, nyinyi na dini yenu, waliya dini, nami na dini yangu vile vile. Mwenyezi Mungu alikataa mashirikiano ya mambo ya kiitikadi. Walimtaka mtume mara kwa mara amili kidogo upande wao, akubali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu sasa hapa amechanilia mbali sitara waliodanganyia Mayahudi watu miaka na miaka, akaichana kwenye Qur'ani. Kumbuka sura hii Al-Bayyina ni sura ambayo tumesema kuteremka kwake Jibril kamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwambie Ubay bin Ka'bi msomeshe sura hii, na yataka kiraa kimoja kilichotulia sana, maana ubainifu na haki iko ndani ya sura hii. Wafedheheshwa Mayahudi bila kiasi kwa kuambiwa kwamba hamna dini, hamna ukweli, ni kwamba mmewadanganya watu miaka na miaka. Na katika aya hii nambari 4 Mwenyezi Mungu aliposema wama tafarraqa alladhina utul kitaba, na wala hawakufarikiana wale ambao wamepewa kitabu, isipokuwa hilo lilifanya illa min ba'di ma ja'ahumul bayyina, ja'athumul bayyina, isipokuwa pale ilipojia wao bayana, ndipo walipotengana kufarikiana. Kabla ya bayana hiyo, kwa hakika walikuwa kisubiri, kama tulivyosema mwanzo, wakisubiri mtume anakuja na atawapa lokuwa la kweli, wakitaraji kwamba kwanza mtume atakuwa ni katika Mayahudi, la pili
wakitaraji kwamba wanaweza kumfinyanga finyanga kama walivyofanya, na watamvizia kwa yale kuja nayo, akitamka wao watakwenda vingine, ili wadumu katika kustawisha mambo yao hapa duniani na kudanganya watu na kuwatawala na kuwadhulumu mali zao, huku wakijitapa laisa alaina fil ummiyina sabilun, hakuna lawama juu yetu katika kula mali ya wajinga, hakuna njia ya yale kulaumiwa. Mjinga ndio aliwae. Kwa hivyo hiyo ndio itikadi ya Kiyahudi. Qur'ani imekuja kuwaweka wazi wazi kwamba watu wabaya mno, sura zao mbaya sana katika itikadi, na kuwafanya watu wote waamini kwamba hawana lao jambo katika dini. Wa makhtalafa al-yahudu wa nasara, hawakutofautiana mayahudi na manasara fi sha'ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, katika jambo la mtume Muhammad, rehma za Mwenyezi Mungu yake na amani pia, illa min ba'di ma ja'atumul hujjatul wadhiha, isipokuwa tofauti yao walileta baada ya kuwajia wao hoja zilizokuwa wazi. Angalia vizuri, hoja zilizokuwa wazi, kila walileta basi Muhammad kalijibu. Wakisema ya kwamba nyinyi Waislamu, wewe Muhammad, wewe umekwenda kinyume, sisi Mayahudi tunafuata dini ya haki. Huone hapo al-Kaaba, hapo al-Kaaba, hapo nyumba kaijenga Nabii Ibrahimu hiyo, na wewe inabidi lazima uje kwetu ufuatane na mila ya Nabii Ibrahim. Na Ibrahimu alikuwa Myahudi bwana, akifuata Yahudi bwana, na hivi Mwenyezi Mungu ameingilia kati, anasema ma kana Ibrahimu yahudiyan, si kweli. Hakuwa nabii wa Mwenyezi Mungu Ibrahim kwamba ni Myahudi. Na manaswara msita vile vile, nyinyi ndio kabisa. Wala nasraniyan, wala hakuwa nabii wa Mwenyezi Mungu Ibrahim kwamba ni nasara. Walakin kana hanifan musliman, lakini Nabii Ibrahim alikuwa ameepukana na ushirikina na kaelekea njia ya haki. Hanifan musliman, tena alikuwa Muislamu. Mwenyezi Mungu hatambui ibada, hatambui dini isipokuwa ibada ni ya Muislamu na dini ya Kiislamu peke yake, hatambui jingine. Nyinyi mmevumbua yenu, nyinyi mkajiita Mayahudi, mkavumbua wengine mkajiita Manasara kwa kujipa jina mengine ambayo hayamo katika vitabu vyenu. Ukristo haujulikani, hakuja nao Nabii Isa, hakutangazia ila ambalo kalitangazia ya kwamba mimi tawafani musliman, nifishe nikiwa Muislamu, mitume yote. Kwa hivyo kuhusu Ibrahim, walakin kana hanifa muslima, lakini alikuwa ni mwenye kuepukana na ushirikina, ameelekea njia haki, tena Muislamu. Wama kana minal mushrikina, na wala Nabii Ibrahim hakuwa kabisa miongoni mwa washirikina. Nyinyi Mayahudi mnashirikisha kwa kusema Uzairu ibnullahi, Uzairi mtoto wa Mungu. Mkisema hivyo ina maana mmeshirikisha. Mtoto wa Mungu atakuwa nani? Yaani ukitaka kumjua Mungu wewe mtazamia Uzairi tu, pua yake ilivyokaa, shavu lake lilivyo, kichwa kilivyo, ni kwamba kachukua vile vile kwa baba yake. Ndio maana yake hiyo. Itakuwa Mwenyezi Mungu mshampa mshabaha na mshampa kushirikisha. Yaani mtoto wake atamrana baba yake lazima, na mtoto atarithi tabia za mzazi wake, pengine mwendo au sauti au hivi au hivi. Kwa hivyo nyinyi Mayahudi mmeshashirikisha, ni washirikina nyinyi kwa kusema kwamba Uzairi ni mwana wa Mungu. Na kwa upande wenu Manasara mmeshirikisha pale mlipodai uvundo mwingine kwa kusema Al-Masih ibn Maryam, mtakasifu Nabii Isa mwana wa Maryam, naye vile vile Ibnullahi ni mwana wa Mungu. Nyinyi mnaona kama kwamba ni maneno ambayo mnaona kila kiumbe ni mtoto wa Mungu kwa maana hiyo, lakini hapo mmejificha, hamkusudi hivyo. Ndani ya vitabu vyenu kuna neno mwalitea aliozaliwa, a begotten son, aliyezaliwa hasa. Sio kwa maana itikadi kwamba kila kiumbe mtoto wa Mungu kwa maana ya wanawe, la,
mnakusudia uchafu mwingine, wala Mwenyezi Mungu asingekuwa na ugomvi wote na nyinyi, lakini Mwenyezi Mungu ametangaza vita vikubwa sana na nyinyi pale aliposema kadhabani ibn adam, amenikadhibisha mimi mwanadamu, wama yambaghi lahu an yukadhibani, wala haimfalie kunikadhibisha mimi. Washatamani ibn adam, na kantukana mimi mwanadamu, wama yambaghi lahu an yashtumani, na wala haimfalie kuntukana mimi. Fa amma takdhibuhu iyaya, ama pale aliponikadhibisha mimi ni pale alipoitakidi kwamba mimi sitoweza kuwafufua viumbe nikawalipa, hapo kanikadhibisha. Wa amma shatmuhu iyaya, na matusi yake kuntukana mimi, qauluhu inna li waladan, tamko lake litokana mdomoni kwamba mimi ninaye mwana, kanitukana sana. Matusi makubwa mno, matusi ambayo takadu samawati yatafattarna minhu au yatafattarna min fawqihinna, zinakurubia mbingu zichanike chanike kutokana na vundu huu, au huko juu yake mbingu zivurugike. Watanshaqqu al-ardu, na ardhi nayo vile vile pasuke. Watakhiru al-jibalu hadda, na yaporomoke majabali yavuruke moja kwa moja. Nini sababu yake? Anda'u lirrahmani walada, kwa sababu ya kule kumdaia Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwamba ana mtoto. Kwa hivyo sasa aya 4 hii imekuja kuwaweka wazi kabisa vile kile alichokifanya, na ni aibu kubwa kuambiwa mtu baada ya kumjia bayana ndipo alipoamua kwenda upande. Ni aibu kubwa, ina maana mtu mbaya sana. Alipokuwa bayana ikumjia bado akijigamba, akijitakidi ngojeni nyie mtaona nyie, mtume anakuja na sifa zake ni hizi 1 2 3, atakuwa hivi. Lakini alipokuja yule ambaye arafuhu, wanamtambua vizuri, falamma jaahum ma arafu, alipokuja ambaye wanamtambua tena, yaarifunahu, kumtambua kwenyewe wanamtambua, kama yaarifuna abnaahum, kama wanavyotambua watoto wao waliowazaa, sifa zote wanzijua. Basi ilikuwa dalili zenyewe za kwa wazi, adalatu, zenye kujulisha ala sidqi risalatihi, juu ya ukweli wa ujumbe wake. Hicho kitu hicho pengijua uzuri, ala sidqi risalatihi, juu ya ukweli wa ujumbe wake. Wa annahu rasulu, na kwamba huyo ni hasa mjumbe, almauudu, aloahidiwa bihi, mjumbe huyo. Wapi kahidiwa? Kahidiwa fi kutubihim, ndani ya vitabu vyao. Mtume aloahidiwa kwamba anakuja wa mwisho ni kwamba kwenye vitabu vyao kapewa sifa kamili. Qala Abu Suud, akasema mwanachuoni Abu Suud ya kwamba wal ayatu, aya hii ya 4 katika sura Al-Bayina, masuqatun, ni aya iliyochungwa ikaletwa lighayati tashannu'i, kwa upeo wa fedheha wanapoa Mayahudi. Ni kwamba sasa kwa aya hii hawataweza kuinua uso kumtazama mtu wao na wafuasi wao manaswara. Aya hii kwa hakika ni mzinga mkubwa mno. Kama watafahamika Waislamu wanaposoma aya hii na wakaifahamu, wakaieleza vizuri, basi manasara au Mayahudi wanaweza wakatumia kila wakiwezacho ili Qur'ani isisemwe hii aya hii au sura hii, kwani namvua nguo kila Myahudi na Mnasara na mkauchi. Inampa sura katika sura ambayo itakataliwa na kila kiumbe kuaminiwa na kukubaliwa na kuonekana binadamu. Ni sura mbaya mno, lighayati tashannu'i, katika upeo wa fedheha, ala ahli alkitabi, juu ya watu wasomi waliopewa kitabu kabla Nabii Muhammad. Basi wao ahli alkitabi itakuwa ni khasa
ndio khususia waliolengwa zaidi, lakini hili kosa lolifanya tutaona mtume katamka nini baadaye kwenye kosa lolifanya Mayahudi. Katamka maneno mtume mzito mno, ni mkasi mno, yanapasua tu, yanakata tu. Taib, wa taghlidhi jinayatihim, na uzito wa kosa lao la jinai la mauaji. Wameua, na walichokiua hapa itikadi ya Mwenyezi Mungu wamefirisa, na wameua kila kiumbe kumharibia itikadi ya Mwenyezi Mungu sahihi. Ni kwamba mamilioni hivi sasa walioko ardhini wanaitakidi wanavyoitakidi mabwana wa Kiyahudi na Manaswara, hali ya kwa wenyewe wanajua kwamba sisi kwa hakika tumewavurugia watu imani zao, kwa sababu tukiondoka kwa katika dini hii sisi tutakuwa hatuna letu jambo. Tamtawalia nani? Tutamuongoza nani? Yale marupurupu tunayoyapata yale tutayapata wapi tena? Na tumekaa duniani, maisha yetu ni kupata mali nyingi kutokana na kuilinda na kuitetea itikadi hii. Ili jambo likabainika waziwazi, wakilijua watu kwamba kumbe dini ni moja tu, kumbe dini ni Uislamu tu peke yake, sasa sisi tutakuwa na hali gani? Hilo ndilo lilowafanya wabaki katika uongo huo na kuwadanganya watu. Bibayani anna tafarruqahum, kwa kuweka wazi wazi kwamba tofauti yao, lam yakun, haikuwa tofauti hiyo illa ba'da wuduhi alhaq, isipokuwa tofauti yao imekuja baada ya kuwekwa wazi haki, wa tabyinu alhali, na ubainifu wa hali ilivyo, wa inqita'i al-a'dhari, na kukatilia mbali yadhuru, kwamba hatakuwa na mtu na udhuru wote kama kwa Muislamu illa ameangamia. Imekuja hivyo haki, na kukatilia mbali udhuru bilkulliya, nyoyo zote kabisa, kwa sababu mitume wenyewe kila mmoja anamlingania Muhammad, na kila mmoja anatangaza waziwazi kwa neno hasa Muislamu. Amanna bihi faktubna bi anna muslimun, wanasema tumeamini mambo hayo, tuandikie na sisi vile vile wafuasi Nabii Isa bi anna muslimuna, kwamba sisi ni Waislamu. Wazi watamka wazi wazi, potelea mbali sasa. Lakini kama itabainika hivyo, mambo yatakuwa magumu sana kwao. Ndio aya hii ya 4 imekuja kufedhehesha vibaya sana hali. Kakaulihi taala, kama tamko lake jingine Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema kwenye Qur'ani, kwenye sura Ali Imran aya nambari 19, alisema wa makhtalafa alladhina utul kitaba, na wala hawakutofautiana wale ambao ni wasomi walipo kitabu, illa, isipokuwa tofauti yao min ba'di ma ja'ahumul ilmu, baada ya kuwajia wao ujuzi wa ilmu. Walifanya hivyo baghyan, kwa chuki na choyo, bainahum, kati yao. Ni chuki, choyo, husda. Kwa nini ajulikane? Kwa nini awe mbele kuliko sisi? Kwa nini aje na itikadi ambayo kinyume na itikadi yetu? Baghyan bainahum, ni kwa ajili hasad na chuki baina yao. Aya ya 19 katika sura Ali Imran imekuja kama aya hii ya 4 inavyosema katika sura Al-Bayyina. Isitoshe, waqala ta'ala, akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ahla alkitabi. Sasa kwa urefu sasa, kiasi cha aya 4 mfululizo zimeongozana katika sura Al-Maida, kuanzia aya nambari 15 mpaka aya nambari 19. Mwenyezi Mungu anaeleza hivi: ya ahla alkitabi, enyi wasomi wanachuo, qad ja'akum rasuluna, kwa hakika amekujieni mjumbe wetu. Mjumbe wetu huyu yubayinu lakum, anabainisha kwenu nyinyi, kathiran, mambo mengi sana, mimma tukhfuna min alkitabi, katika yale ambayo nyinyi mnayaficha katika kitabu cha Taurati na Injili. Tumemleta huyu kuja kufedhea mambo, kwamba mnawadhulumu watu, mnawadhulumu kwa kuwakosesha itikadi ya kumwabudia Mwenyezi Mungu, itikadi sahihi safi. Mnawanyima,
hiyo ni dhulma kubwa mno, kumzuilia mtu itikadi ya kumjua Mola wake na kufanya ibada kwa ndio. Kwa hivyo qad jaakum rasuluna, amekujieni mjumbe wetu, yubayinu lakum, anakubainisheni nyinyi, kathiran, mambo mengi sana, mimma tukhfuna, katika yale ambayo nyinyi mnayaficha, min alkitabi, katika kitabu chenu, wayafu an kathir, na bado anayasamehe na kuyapuuza mengi sana. Anakubainisheni mengi na kuyaacha mengi ni mengi kayapuuza. Qad jaakum min Allahi, Uislamu Muhammad huyo ndo anini amekuja nacho. Qad jaakum min Allahi, kwa hakika imekujieni nyinyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, nurun, nuru kubwa mno, wa kitabu mubin, na kitabu chenye kubainisha kila kitu kwa wazi kabisa. Hapo nuru ni kitu gani? Nuru hapo ni mjumbe Mwenyezi Mungu mwenyewe, anaitwa kama ni nuru. Pamoja na yeye nuru wa kitabu mubin, na amefuatana na kitabu chenye kubainisha kila kitu wazi wazi, nayo ni Qur'an Karim. Mwenyezi Mungu anaendelea katika sura hiyo Al-Maida, yahdi bihi Allahu, ana ongoza kwa mtume huyo Mwenyezi Mungu, manitaba ridwanahu, yoyote ewe mtakasifu Isa mwana Maryam ndo Mungu. Watia mbali itikadi ya mwana, kuna itikadi ya Mungu Baba, Mungu mwenyewe hasa ndo yeye. Kwa maana gani? Ati Mwenyezi Mungu alipoona hakubaliwi, haaminiwi na viumbe vyake mwenyewe, akora ngoja sasa watanitambua, nitakwenda kwa kupitia njia ile ile iliyopitia wao duniani binadamu, na mimi nitapita ndio ile ile watanitambua. Mwenyezi Mungu akapitia njia hiyo, uungu kwa wapi sasa? Laisa kamithlihi shay'un, hana mfano wa jambo wewe. Lam yalid, hakuzaa, wala yulad, wala hakuzaliwa, wala yakul lahu, na wala hakutokezea tangu kwenye kiza, hakuna kitu hakutokezea kufuwan, wa kufanana naye, ahadun, hata mmoja. Itikadi iliyopo ni kwamba yeye mwenyewe Masihi bin Maryam ni Mungu hasa. Qul, kwa itikadi hii Muhammad waambie, faman yamliku min Allahi shay'an, nani jabari atakayemiliki kutoka kwa Mwenyezi Mungu chochote kile, in arada, kama Mwenyezi Mungu atataka, an yuhlika al-Masih ibn Maryam, kumwangamiza huyo Masihi mwana Maryam, kama ataamua Mwenyezi Mungu kumtia mbaroni, kumkabasa na kumuua, nani jabari ambaye atokezea kumtetea yeye? Simsema Mungu, basi Mungu atauawa, Mwenyezi Mungu atamuua. Je, akitiwa katika mbaro namna kama hiyo, nani jabari ambaye ana mapenzi makubwa atasaidia kumwokoa huyo? Wa ummuhu, na mama yake pamoja vile vile akamtia mkononi. Wa man fil ardhi jami'an, na walioko katika ardhi wote, yani manasara wote wakawatia mkononi, wakawafikisa virigisa, nani atakayetokezea kuokoa? Basi kaeni mkijua, walillahi mulku samawati wal ardi, na ni vyake Mwenyezi Mungu, na ni wake Mwenyezi Mungu ufalme wa mbinguni na ardhini, wama bainahuma, na katika maeneo yaliyoko baina mbingu na ardhi, wa ilayhi almasir, na kwake Mwenyezi Mungu ndio marejeo. Kisha Mwenyezi Mungu akaogeukia tena wasomi, akaanza kusema nao, ya ahlul kitabi, enyi wanachuo, enyi wasomi. Ilielekea msomi amjue Mungu zaidi, lakini msomi kapotoka zaidi. Innama yakhsha Allah, kwa hakika anayeweza kumwogopa Mwenyezi Mungu vilivyo, min ibadihi ulamau, katika waja wake wasomi waliosoma, lakini matokeo yake wanavyuo wamepotoka zaidi. Sasa Mwenyezi Mungu anasema nao, ya ahli kitabi, enyi watu wa kitabu, qad jaakum rasuluna, amekujieni mjumbe wetu, yubayinu lakum, anakubainishieni, ala fatratin min ar-rusul, katika kitambo ambacho kimepita kirefu, kwamba mitume wameondoka, hawako duniani, tukamleta katika muda wa kitambo kikubwa.
uovu umezagaa sana kwenye vitabu. Sasa huyo tukamleta ala fatratin min rusuli an taqulu, msimkasema ma jaana min bashirin, sisi tunasikitika hakutujia binadamu yote yule kama ni mtume, wala nadhirin, si mwenye kubashiria wala kuonya, lakini faqad jaakum, hakika amekujieni, bashirun, mtoaji habari njema, wa nadhirun, na muonyaji. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Alipotoa mitume katika Wayahudi chungu nzima, mliokadhibisha wengine mkawaua, sasa Mwenyezi Mungu amemleta asiyekuwa Myahudi. Sura Al-Maida aya nambari 15 mpaka nambari 19. Yote hayo ni nini? Ni kuweka wazi ukweli uko wapi. Kama unahangaika, mbona duniani watu kwa mamilioni wapo wanaitakidi hivi na hivi na hivi, na wajitangazia hasa kwamba ni Mayahudi na kuna taifa la Kiyahudi, na kwa hoja kitabu na wao vile vile na kitabu na mtume wanaye, itakuwaje wasiwe na haki? Na mbona kwenye Qur'ani inautambua Yahudi na Unasara na mengineyo? Basi kwa hivyo mtu anaweza kama Myahudi, anaweza kama Mnasara, na anaweza kama mfuasi nyingine yote ile. Msishughulishe bwana Waislamu bwana kuingilia kati kutakosema ya kwamba dini moja tu. Si kweli kabisa. Kama Waislamu kitabu chao kinatambua, isipokuwa aya zilokuja innal ladhina amanu walladhina hadu wan nasara was-sabiina, lakini mbele kuna maneno man amana minhum billahi wal yawmil akhir, kwa sharti kwamba muamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Tena waamila salihan, akafanya mema ambayo yamo kwenye Qur'ani, mema ambayo Mwenyezi Mungu amemtuma mtume kwa mwisho Muhammad. Hapo kama alikuwa mfuasi wa Kiyahudi, kama alikuwa Mnasara, hatabaguliwa akaambiwa wewe ondoka pala pabaya, wewe atukubali sisi. La, innal ladhina amanu walladhina hadu wan nasara was-sabiina, na wenye dini nyingine mbalimbali, itikadi yake ilikuwa ni nyota, ilikuwa ijua kwa Mungu wake, ilikuwa ni hivi na hivi. Kama atageuka sasa hivi, man amana minhum billahi wa amila salihan, basi mambo yamekwisha. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hapatakuwa na hofu juu yao na wala hawatahuzunika, lakini kwa sharti man amana minhum billahi. Tayib, basi Mwenyezi Mungu akaleta maneno haya katika sura ya 4 katika kuweka wazi ukweli ulivyo, wasibabaishwe watu na uongo wa dukuliko duniani. Na akasema mufassir wa Qur'ani mwenye jina Mustafa al-Maraghi kwa aya hii nambari 4, yeye kaja na maneno anasema la tubakhi nafsaka alaihim. Yeye kapita hivyo aya hii ya 4, maana yake hasa usiangamize nafsi yako Muhammad juu yao, hasaratin, kwa kujipa majuto, masikitiko, ikawa huli ukashiba, kuna raha, wala yakunanna fi sadrika, na wala kabisa isiwe katika kifua chako, harajun, kuna uzito, minhum, kutokana na wao. Fa inna hadha, hakika kosa hilo lilofanya, adatuhum, ni kawaida yao, wafanya mara nyingi kwa mitume ya nyuma, na sema kufanya wewe. Fa inna hadha adatuhum, hili jambo la kutofautiana hili na wakaikata haki ni katika dasturi yao ya milele, dasturi yao ya maisha ya tangu na tangu. Hadha sha'nuhum, hili ndio jambo lao lilivyo. Alladhi, jambo ambalo daraju alaihi, wameliparamia muda mrefu. Wadaidanuhum, na akaweka itikadi yao, wadaidanu aslafihim, na itikadi ya mwanzo wao, wazee wao, alladhina, wazee ambao badalu, walibadilisha matakwa ya Mwenyezi Mungu, waftarau ala Allahi, na wakathubutu kumzulia Mwenyezi Mungu uongo. Na mwisho akawaambia watu hadha min indillahi, haya ndiyo
yatokanayo kwa Mwenyezi Mungu. Ya Mungu amesema hivi, liyashtarau bihi thamanan qalila, ili wapate kununua kwa hayo kwa thamani ndogo ya duniani kitu ambacho kimwangamiza ni tamaa. Wao wamejali kitu kuliko imani ya Mwenyezi Mungu, wamejali hulwa zaidi kuliko Mwenyezi Mungu na dini yake. Kwa hivyo anasema Al-Maraghi, usijiangamize nafsi yako kuenda katika majuto na uchungu juu yao Mayahudi na wengineo, kwa sababu hili ndio jambo lao ambalo wao wameliparamia muda mrefu kulifanya na itikadi zao pamoja na itikadi za wazee wao, na kuthubutu mpaka kumdhulia Mwenyezi Mungu uongo, na vile vile waftarau ala anbiyaihim, na kuwazulia manabii wao vile vile. Hata manabii wao hawasahi, wanazuia hivi hivi. Watafarraku, na wakatofautiana, taraika qidada, njia mbalimbali tofauti. Kuna manasara wanaojiita Protestanti, kuna wengine jina lake ni hivi au na hivi, Jehova, na wengine hivi. Alimradi wamegawana taraika qidada, njia nyingi nyingi, usioni kama uzijui tu. Wanatofautiana, Jumapili wanakwenda pamoja, lakini kwa hakika wako tofauti kabisa kabisa, na kila mmoja anamwona mwenzake ni kafir, kakufuru hasa kabisa. Hatta saru, mpaka wakawa ahlu kulli madhhabin, kwamba wao ni watu waliogawana kila madhhabi. Ikawa madhehebu fulani yubtilu ma inda ghairihi, inabatilisha alionayo mwingine. Hayo yamefanyika baghyan wa udwanan, kwa chuki na uadui mkubwa. Wa qawlan bitashahi, na kauli ya kutamani tu, mtu imemjia tu, kwa nini hivi? Basi akifanya hivyo, kama ni mkubwa ana pesa, basi inakuwa ni dini hiyo. Wal hawa, na matamanio nafsi yake mtu. Walam yakun tafarruquhum, na wala haikuwa tofauti yao, bikusuri hujjatika, kwa sababu ya ufupi mno wa hoja yako Muhammad, kwamba labda haitoshelezi watu kama tena lazima watofautiane. La, si kwa sababu hiyo. Au khifaa sha'nika, au kufichikana kwa jambo lako Muhammad halijulikani, ndio ikabidi watu tena watofautiane, huyo ni huku, huyo ni huku. Si kama kwamba jambo lako limefichikana halijulikani, la, sio hivyo. Fahum, basi wao, in yajhadu bayinataka, kama wao wanapingana na bayana zako, jahadu, kwa hakika faqad jahadu, wameshawahi kupingana na bayinata min qablika, na bayana nyingi kabla yako wewe, sio peke yako tu. Wa in ankaru nubuwataka, na kama wameukataa utume wako wewe, si ajabu, faqad ankaru, vile vile wamepinga biayatin, wamepinga biayati llahi, aya nyingi za Mwenyezi Mungu, baada ma istaiqanatum anfusuhum, baada ya kuyakinishwa na nafsi zao wamezikataa. Madhali anajiona mtu hapa nitaondoka patupu, na mzee wake anamwambia utakufa maskini we, basi anaamua kuiachilia mbali dini na anavumbua njia nyingine. Basi walidhani kwa maana katika Uislamu vile vile watafanya hilo kwa urahisi kabisa, kumbe huku moto. Na Myahudi mmoja alijua kama kuna moto siku aliposikia Muhammad anasoma aya ya Qur'ani ya 3 katika sura Maida, aya ambayo imekuja na maneno al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Leo wamekata tamaa makafiri wote kutokana dini yenu kwamba imekamilika, dini sahihi. Kote huko walikuwa kideka haikuwa kamili, wakitia yao na wakatoa mengine, lakini sasa nakupeni chombo ambacho kamili. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru an dinikum, leo wamekata tamaa makafiri kwa dini, kutokana dini yenu. Fala takhshawhum, msiwaogope wao, wakhshawun, na nigopeni mimi. Al-yawma, siku ya leo, uzito uliopo, akmaltu lakum dinakum, nimekwisha ikamilisha kwenu dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu.
Isitoshe, la tatu, waradhitu, na nimekuwa radhi. Nani yuko radhi? Allahu jalla jalaluhu. Waradhitu ana alwahidu, na nimeridhia mimi ni peke yangu, bilislami dinan, kwamba Uislamu ndo dini pekee. Maneno hayo kwa hakika yalikuwa ni mkasi mkubwa mno na ni atomic bomb. Myahudi mmoja alisema waziwazi, Mwenyezi Mungu alimbainisha, alifutika kitu kwenye moyo lakini ikabidi kitoke nje. Akasema kwa hakika Uislamu kuna aya kwenye kitabu chenu haikutemka kwenye vitabu vyote duniani, na aya ambayo laiti kama ingekuwemo katika Taurati aya hiyo, basi kwa hakika Taurati isingechezewa na mtu, na ndio ingekuwa dini pekee duniani. Uyahudi ungetamba sana, lakini aya hii mnayo nyinyi. Alikusudia aya hii ina vitu vitatu vizito. Cha kwanza, akmaltu lakum dinakum, nimekamilisha kwenu dini yenu. Kukamilika kwa dini si maskhara, kitu kizito sana. Nani amekamilisha? Mungu mwenyewe. Si kama imam fulani, si kama shekhe fulani, si kama madhehebu fulani ndio ambayo amekamilisha dini sawa. La, mimi akmaltu lakum dinakum, nimekamilisha kwenu dini yenu. Moja hilo. La pili, wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Neema imetimia, hamtaki kuongezekewa na kupunzikiwa. Kwa hakika mkiakamata hayo basi mshavuka. Na la tatu, waradhitu, Mwenyezi Mungu kwa radhi, nami nimekuwa radhi, lakumul islama, wenu nyinyi Waislamu, huo Uislamu mlionao ambao kaufikisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinan, ndo dini pekee. Katika nyingine nasema inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, hakika ya dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Tena waman yabtaghi, na yoyote anaitafuta ghaira al-islami dinan, isiyokuwa Uislamu akaifanya kwa ni dini, fala yuqbala minhu, huyo na ajihangaishe, lakini hatakubaliwa yeye. Wa huwa fil akhirati, na yeye huko akhira, min al-khasirina, atakuwa ni miongoni mwa khasirika. Atakuwa ni miongoni mwa khasirika. Na siku ya kutoka roho lazima aje kwa njia ghaibu, mpaka yule anamuitakidi kama ama ni Mungu mwenyewe au mtoto wa Mungu au ni sehemu ya tatu ya Mungu, lazima aje mbele yake amsute na amwambie ya kwamba wewe umenifanya mimi kwa ni Mungu au mwanawe au hivi na hivi, na ilhali ya kuwa kitu kimekuja sawa sawa kwenu, tena kaja nilombashiri kwa maana kuja, hamkumkubali, hamkumwamini. Nimekwambieni wa mubashiran bi rasulin, na bashiri mimi kwamba anakuja mtume min baadi, baada yangu mimi, ismuhu Ahmad, jina lake atakuwa ni Ahmad. Muhammad ndio katika jina hilo hilo. Basi nimekwambieni kwamba mfuateni yeye na muache kila kitu ambacho mimi kuja nacho, itakuwa dini yote ni huko. Hamkukubali hilo, mkaona mshikamane na mlionayo. Sasa leo basi mimi nimekuja mbele yako kwamba unakufa vibaya hapa ulipo. Mimi si Mungu, si mwana wa Mungu, na Uislamu ni sahihi. Mimi mwenyewe Isa ni Muislamu. Kwa hivyo sasa nakuachia mwenyewe na itikadi yako, mimi kwa heri. Mzingo anasema wa in min ahli kitabi, hakuna yote katika miongoni mwa waliopewa vitabu, sema Yahudi, sema Nasara, illa la yu'minanna bi, isipokuwa lazima iko siku atamwamini Isa kwamba yeye ni binadamu, mtume wa Mungu. Tena taamini hivyo kabla mautihi, kabla kifo chake, lazima amjie pale amfedhehi. Wa yawmal qiyamati, na siku ya kiyama, yakunu alaihim shahida, atakuwa tena vile vile dhidi yao ni shahidi mwingine, kwamba mimi sikuja na itikadi hiyo wamevumbua baadhi ya watu wajanja, na nyinyi mkakubali kuyafuata, ingawa uongofu wa Mwenyezi Mungu ulikuja wazi wazi kabisa. Basi kwa hivyo, wa in ankaru nubuwataka, kama wameukataa utume wako, basi faqad ankaru ayati llahi, wamezikataa za Mwenyezi Mungu mbalimbali, baada mastaiqanathum anfusuhum, baada ya kuwatinisha nafsi zao wakazikataa. Wa idha kana hadha halu ahli kitab, itapokuwa hii ndio hali ya waliopewa vitabu, fama dhannuka,
nini fikra yako bilmushrikina, kwa watu ambao hawana vitabu, washirikina watakuwa vipi? Ikiwa hii ndio hali ya watu wasomi wana kitabu cha Mungu, wamefanya uchafu kama huu, fama dhannuka, nini fikra yako tena bilmushrikina, kwa washirikina, wahum a'rafu aljahala, na wanajulikana zaidi kwa ujinga, watakuwaje wao? Wa adhanu al-ishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Na Mustafa al-Maraghi vile vile mufassir mwenye al-Munir anaungana naye kidogo katika maana ya aya hii ya 4. Anasema maana ya wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinatu ay la tataassaf ya Muhammad. Mtume wa Mungu alijinamia akawa nyonge. Mapambano aliyokuwa akiyapata kwa Mayahudi watu wa kitabu ni mapambano ambayo hakuyapata kwa kafiri mwingine yote yule, mpaka kufika kutakomuulia mbalini, kufika mpaka Mayahudi wa Madina waliotamkia watu wazi wazi, haula ya hada, hawa wajinga washirikina kukureshi hawa ni waongofu zaidi min alladhina amanu sabila, kuliko ambao wale wafuasi wa Muhammadi waliotakidi, basi wao bora wajinga. Wamekubali watu wenye vitabu waliojua kila kitu cha mtume, ushahidi wanao, wanajua sifa zake, wamekwenda kuziashiria mbasi fadhili, wakaambia hapana, nyinyi bora zaidi Makureshi, dini yenu barabara kuliko huyu na wafuasi wake wale. Haya mambo haya yakimpata tabu sana mtume wa Mungu, uchungu mkubwa mno, na alikuwa anajiangamiza na anaumia. Alikimbilia mwanzo pale Madina kuwakimbilia wanachuo alkitabu, akawaambia mimi nataka tufanye muwafaka baina yetu Waislamu na nyinyi, kwa sababu nyinyi angalau ni watu wenye kitabu kama sisi. Nyinyi ni watu ambao mnamtambua Mwenyezi Mungu na mna sifa ya kutambua mitume vile vile. Kwa hivyo tuwe kitu kimoja. Sasa basi mimi nisikupigeni vita nyinyi, na nyinyi vile vile msinipige vita mimi, lakini kaeni na itikadi yenu kama mlivyo, na mimi muniache na itikadi nilokuja nayo, na msimburu mtu. Adui atakaye kushambulia nyinyi, mimi kwa hakika sitakiwi kabisa kuunga mkono nikawa naye pamoja kushambulieni, itakuwa kosa kubwa. Na nyinyi vile vile adui yangu mimi anashambulia, msimunge mkono. Sisi na nyinyi angalau tunakwenda pale pamoja, tuachilie mbali hao wajinga hawana kitu hawa, tujitahidi kuwavuta na wao vile vile waamini mambo ya Mwenyezi Mungu. Wapi wameitikia Mayahudi kwa mdomoni, lakini hapo ndipo alipoona tunashampatia barabara huyu, ataamini kwa sisi kama kuna salama. Kumbe sisi katika adui wa mwanzo kabisa wa mbele ni huyu Muhammadi na wafuasi wake. Basi mtume likimpata sana hilo. Ilipokuja hii ya 4 hawakutofautiana hawa, ilikuwa wote Waislamu hawa, lakini matokeo yake ni kwamba wamebakia la tataassaf. Basi aya hii maana yake usisikitike ya Muhammad, ewe Muhammad, ala alkitabiyina, kwa wale wote ambao kwa vitabu usisikitike nao. Kila msome na matatizo ya namna pekee yake, labda aliyemwongoa Mwenyezi Mungu, lakini akija kitambua haki mtu anakuwa matata. Ni siri iliyopo binadamu hiyo. Fa inna tafarruqahum, usisikitishwe kwa sababu tofauti yao na mtengano wao, wa ikhtilafahum, na kutofautiana kwao, lam yakun lilishtibahi, haukufanyika kwa sababu ya mbabaisho. Si kama walibabaika al-amri, na jambo hawajui ndio wapi, alaihim, juu yao wao, bal kana baada wuduhi al-haqi, bali kutofautiana kwao kulikuja baada ya kukaa wazi haki wazi wazi, tena wazi wazi kweli, sio mchezo. Walijua hakika kwamba huyu ndiye mtume ambaye anaahidiwa, sifa zote kamili kabisa nazo, wa dhuhuri aswabi, na tofauti yao imekuja kwa kudhihirika ukweli wapi ulipo, wa majiu ad-dalili, na kuja kwa dalili al-murshidi, yenye kuongoza ila dini al-haqi, kuelekea kwenye dini ya kweli, wal bayinati, na kuelekea kwenye bayana,
alwadhiha, iliyowazi. Na wa Muhammadun, na kama Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alladhi jaa bilqur'ani, yeye amba kwamba yeye ndio kwa Qur'ani, huwa muwafiqan lima fi aidihim, walitambua wazi kwamba unajua wewe Muhammad anawafikiana na tulionacho na sisi sawa sawa kabisa, na kama kuna kitu kimezidi basi chake kimetimia zaidi, bora zaidi. Kwetu kuna upungufu, lakini itikadi ndio ile ile. Hukumu ya mwizi, hukumu ya mzinifu, mambo yako pale pale, kila kitu aliona kwamba huyu kwa mtu wa Mungu, mpaka walipomcheki kwa baadhi ya mambo, muulizeni swala kadha kadha, muulizeni kadha kadha, jawabu yake Muhammad alipojibu wasema naam, huyu mtu kweli huyu, hapana wasiwasi. Muwafiqan fi aidihim, alokuja nayo yanafikiana na yale ambayo yako mbele yao, min kitabi, katika kitabu, binaatihi, kwa sifa zake, wa wasfihi, na sifa nyingine zake. Basi falamma ba'atha Allah, wakati alipomuinua Mwenyezi Mungu huyo Muhammad, tafarraqu, wakatengana, fi dini, katika dini. Faamana bihi ba'duhum, wakaamini kumwamini mtume huyo baadhi ya watu, wakafara akharuna, na wakakataa wengine. Wakana alaihim, na ilikuwa juu yao, an yattafiku, ni kuwafikiana naye, na Mwenyezi Mungu angewatukuza Mayahudi wakabaki na sifa za umbele sana, kama walizopewa wakati ulikuwa na Nabii Musa wakipita katika jangwa la Tihi kwa kupewa chakula cha manna na salwa, basi wangepewa zaidi kuliko vile. Lakini wapi, ni kwamba matokeo yake tafarraqu fi din, wakatofautiana katika dini. Wa amana bihi ba'dhum, wakamwamini mtume baadhi yao, wakafaru akharuna, na wakakataa wengine. Wakana alaihim, na ilikuwa wajibu juu yao, an yattafiqu ala tariqatin, wafikiane juu ya njia wahidatin, ilikuwa moja tu, min atibai dinillahi, njia yenyewe ni kufuata dini ya Mwenyezi Mungu aliyokuja nayo kapa mitume yake. Wa mutabaati rasul, na njia moja hiyo ni kumfuata mtume Mwenyezi Mungu Muhammad wa mwisho, alladhi jaahum, ambaye kawajia wao, min indillahi, akitoka kwa Mwenyezi Mungu, misdaqan lahum, misdaqan lima ma'ahum, kwa kusadikiana na yale ambayo wanayo wao. Kaja na mambo mtume Muhammad anakubaliana na yale ambayo wanayo wao. Wa nadhiru alaya, na yeye kufanana katika aya hii ni kama Mwenyezi Mungu alivyosema, wala takunu kalladhina tafarraqu, katika sura Al-Imran. Mwenyezi Mungu anasema wala musiwa waislamu kama wale waliotofautiana, wale wakhtalafu, na wakakhtalafiana, na wafanya hayo min ba'di ma ja'ahumul bayinatu, baada ya kuwajia wao bayana ya waziwazi, wakaamua kutofautiana. Nyinyi waislamu msiwe hivyo. Wa ulaika, na walofanya hivyo, lahum adhabun adhim, watapambana na adhabu kubwa mno. Al-Imran aya nambari 105, maneno haya yamekuja vile vile. Waqad a'dhara min andhurin, na itakuwa ameondolewa, mzingo ameondoa katika udhuru wote ule utakaotolewa, kama qala ta'ala, kama mzingo alivyosema, liyahlika man halaka an bayinatin, amekuja na Muhammad ili aangamie mwenye kuangamia kwa bayana ya waziwazi, sio kupofua waziwazi kaangamia. Wa yahya man hariya, na huwike atakayehuwika, an bayinatin, kwa bayana ya waziwazi, kama kuja katika sura Al-Anfal aya nambari 42. Wajaa fil hadithi, na imekuja katika hadithi al-marwi, iliyosimliwa ya sahihi, min turuqin, kutoka katika njia nyingi, si moja si mbili. Kwa mtume kasema hivi, innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqatan, jamani nye Mayahudi wametofautiana, wakafirikiana katika vikundi vipatavyo 71. Mtume anawaambia wasahaba sasa, wa inna an-nasara, na hakika nasara vile vile, ikhtalafu ala 72 firqatan, wametofautiana wakafika mpaka vikundi 72. Sasa basi nakwambieni kabisa, wasatafarraqu hadhihi al-umma, na utatofautiana umma huu wa Kiislamu vile vile,
ala 73 firqatan, kwenye vikundi 73. Kosa lile lile walilofanya Mayahudi na Manaswara na Waislamu watafanya vile vile. Kulluha finnari, vyote vikundi 73 hivyo motoni, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja tu. Qalu, masahaba kwa pupa yao ya kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu na hofu yao ya moto wa Jahannam, wakamwahi Mtume kumuuliza, man hum, nikina nani hao watakao kuwa kwenye kikundi hicho ya Rasulullah, mjumbe Mwenyezi Mungu? Qala, Mtume akajibu, ma ana alaihi, ni wale ambao wamekamata yale ambayo mimi niko juu yake, wameifuata kikamilifu, wakanichagua hasa kwamba sisi muongozaji wetu wa itikadi ni Muhammad peke yake. Ma ana alaihi, ni yale ambayo mimi niko juu yake, wa ashabi, na masahaba wangu. Bas, hakuongeza Mtume kwenda sehemu ya tatu, kasema ma ana alaihi firqatun najia, kikundi ambacho kimesalimika. Ma ana alaihi wa ashabi, ni yale ambayo mimi niko juu yake na masahaba wangu. Lolote jingine ambalo Mtume hayupo na masahaba wake wapo, basi kwa hakika imekuwa ndiyo firqa yenyewe, hiyo imetokomea katika vikundi 73. Insha Allah tutakapokuja tutaingia katika aya nambari 5 ya suratul Bayyina. Leo tumemalizia wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum bayinat. Sasa tutakuja ndio mbele aya 5 itakuwa wama umiru illa liya'budullah. Hapo sasa vile vile tutakaa tukazungumze wama umiru, na viumbe hawa kuanzia Mayahudi na wengineo walitofautiana, hawakuamrishwa jinginelo. Tofauti inakuja vipi? Wama umiru, na wala hakuamrishwa jingine illa isipokuwa liya'budullah, waabudu Mwenyezi Mungu, tena ibada hiyo waifanye mukhlisina lahu-din, wenye kumtakasia yeye Mwenyezi Mungu dini, yani ibada. Wayuqimu salata hunafaa, wao ni wenye kuelekea upande wa haki. Wayuqimu salata, washinju sala, waitu zakata, na kutoa zaka. Wadhalika dinul qayyima, na kuitakadi hivyo ndo peke yake dini iliyonyooka. Lakini hiyo aya nambari 5 tutaangalia katika darasa tafsiri Jumanne ijayo insha Allah taala. Kesho Jumatano tukijaliwa tena vile vile nitakuwa hapa na darasa itakuwa ni kitabu Riyadhus Salihina kesho insha Allah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah.